Leo tuko katika mlango wa 55 wa kitabu cha Isaya. Tutakumbuka kwamba kitabu cha Isaya kina jumla ya milango 66. Kwa hiyo bado kama milango 11 tu tukimalize. Sio kazi ndogo kusoma neno la Mungu kwa mfululizo kwa sura 66 ni kazi kubwa sana. Mwaka mmoja una majuma 53. Kwa hiyo ukisoma hiki kitabu na kwa sababu kila wiki tunasoma karibu sura moja kwa wastani. Kuna wakati tuwahi kuunganisha baadhi ya sura. Maana yake ni kwamba tumekisoma zaidi ya mwaka mzima. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Tumsikilize Mungu. Sasa jiulize, huyu alikiandika sura 66. Sisi tu kukisikiliza sura 66 nikaonekana labda ni kazi ngumu sana. Hapana. Kuandika ni kazi kubwa kuliko kusikiliza. Lakini yote ni heri, yote ni mema. Tutaendelea na mlango wa 55. Mlango wa 55 unaanza na mstari wa kwanza anasema, haya kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni mle, na njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Maana ya maandiko haya ni wokovu. Na wokovu anataka kuonyesha kwamba ni bure. Njoo upewe bure. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 pale mwanzoni anapokuwa na Yesu anawatuma kwa ajili ya kupeleka injili wanafunzi wake, na kama anavyotuma mimi na wewe na Mkristo yote yule. Kazi kubwa ya Mkristo ni kupeleka injili. Anawaambia mmepewa bure, toeni bure. Leo hii kinyume na maandiko haya injili inauzwa. Leo hii injili inauzwa. Leo hii injili ni imekuwa biashara. Unaweza kusema labda ni jambo dogo, lakini kimsingi sio jambo dogo. Mbele ya Mungu ni jambo kubwa na linamuudhi Mungu na linamchukiza Mungu. Tuone Mungu anasema neno langu ni bure. Anasema kila aonaye kiu aje majini, na asiye na fedha anunue bure, anywe, ale. Kwa kweli injili inapofanywa biashara, injili inapofanywa unaweza kusikia na injili na mambo mengi. Injili, kazi ya kwanza injili ni wokovu. Lakini pia ni kuleta kazi ya Mungu katika maisha ya kila siku. Ni uponyaji, ni amani ya Mungu katika mioyo yetu, ni baraka za Mungu, ni vitu vingi. Leo hii watu wakitaka kubarikiwa, watu wakitaka kuponywa, unasikia wanaambiwa leta hata 10,000 kalipie. Na ndio injili iliyotapakaa kila sehemu, na ndio watu wanayopenda kusikia. Wanadamu hawapendi kusikia injili ya bure. Sasa ni kitu cha ajabu. Kitu cha bure hakipendi. Na ndio sababu ukisoma katika mstari wa 2 anauliza, inaonekana hili jambo lilikuwepo. Huyu ni Mungu. Mungu akiandika anaongea mambo ya wakati wote. Anajua atakayokuja baadaye, anajua aliyopita. Ndio mstari wa 2 anasema, kwa nini, ndo anatumia neno kwani. Kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini uende utoe hela yako ili kusudi upate baraka kwa mfano? Ili kusudi si upate uponyaji. Na ni Mkristo amekaa makanisani zaidi ya miaka 3, 5, miaka 10, lakini kabisa anaenda na anajua kumuona nabii 250,000. Anazitafuta, hana zile fedha, mwingine anauza shamba, na ana neno la Mungu, anasema ameokoka, halafu anaenda na danganywa bure. Anamwambia, kwa nini utoe pesa yako kununua kitu ambacho sio chakula? Kwa nini ununue uponyaji fake? Kwa nini ununue wokovu fake? Ndio Mungu anauliza. Sasa ukija kumleta kwenye maandiko hataki kuyasikia. Lakini yamkini sio mimi na wewe. Na ndio sababu tuko hapa ili kusudi. Biblia inasema watu wanaookolewa ni wachache. Ili kusudi hawa wachache wanaookolewa waokolewe kwa kuijua kweli. Anasema nanyi mtajua ile kweli, na ile kweli itawafanya huru. Kwa hiyo Mungu anaongea katika tena Agano la Kale, anasema kwa nini unatumia pesa zako kununua upuuzi? Zile ni injili za upuuzi. Mtu anakuambia niko sijui kwa mtume nani sijui
sijui niko Kawe ndo nimeenda kwa mtume fulani. Neno la Mungu liko wazi. Na ukitaka kujua kwamba anakuwa analijua, hem tuende mbele tusome mlango mlango huu wa 55. Tusome mstari ule wa tutarudi nyuma baadaye lakini tuende mbele kidogo. Anasema tusome mstari wa 8. Anasema hivi. Anasema maana mawazo yangu si mawazo yenu wala njia zenu si njia zangu asema Bwana, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Na anaenda mbele anasema mstari ule wa mstari wa 11 anasema hivi, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Huu mstari maarufu sana. Watu wanaojua makanisani sana tu. Anakuambia anaweza sijui huko kwenye kitabu gani lakini anasema neno langu halitanirudia bure. Wakristo wanalijua. Lakini inapokuja maana ya injili ya wokovu wa kweli bure, hawataki kulikubali hilo. Kwa hiyo unajua watu kwa kawaida watu huamini kitu walichoamua kuamini. Ndio sababu neno linapomwambia anachokitaka analikariri, analijua kabisa. Kila asichokitaka halikariri. Unajua kwa nini watu wanapenda injili za kununua? Ni kiburi. Kiburi kilimtoa shetani mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu mtu akiona anapoenda kwa pesa yake inampa, anajiona kwamba yani hataki kujishusha ili kusudi apewe kitu cha bure. Na hii kitu pia ina uhusiano na utajiri wa mwilini. Mtu anataka kila kitu alipie, hata kilichotoka kwa Mungu, kuonyesha kwamba amejitosheleza. Kuonyesha kwamba ana mamlaka, ana nguvu. Watu hawataki kujitiisha chini ya mkono wa Mungu wapate wokovu bure. Ninachosema Mungu anasema kwa nini ununue kitu cha bure? Kwa nini kitu hakina sio chakula unaenda ukipia? Na yule mtu kumuuliza ndani ya moyo wake anakuambia bwana yule nabii nahisi ni fake lakini ananunua. Wewe unayenisikiliza, tuyasikilize maneno ya Mungu. Mungu anasema usitoe fedha zako kanunua kitu fake. Wakati kuna original iko bure. Yaani ni kitu cha ajabu. Ni kitu kisichoeleweka. Mhubiri anasema kuna balaa jingine nimeona chini ya jua. Yaani akishaona kitu kama hicho anakiita balaa. Wewe kitu ni cha kweli. Kitu ni wokovu wa milele. Kitu ni kimetoka na neno la Mungu. Lakini ndio tukiite original. Yeye anakiona hakimfai, anaenda ananunua cha nabii cha uongo kilichotoka katika neno la uongo na hakina uponyaji. Kwa hiyo kwa kweli Mungu asipoingilia kati, taifa la Wakristo, watu wa Mungu wanaangamia. Ule mstari maarufu waliouzoea makanisani nafikiri iko kama 6 tu. Mmoja wapo ni ule wa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haya, wewe tuutumie na sisi kama wao. Kwa sababu ni wa Mungu. Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sijisikii kuutumia kwa sababu kila mtu ndo kaukalili huo. Ukimwambia kuna sura 66 za Isaya hataki. Lakini watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6 ndio walioukalili. Ngoja na sisi tuutumie. Haina ubaya kwa sababu imetoka kwa Mungu. Anasema tusome katika kitabu cha Mathayo mlango wa 18 mstari wa kwanza Biblia inasema hivi. Anasema saa ile Mathayo 18:1-2 anasema saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Yesu akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao. Mstari wa 3 akasema Amin nawaambia msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Unaona kwamba watu hawataki kuwa kama vitoto. Mtoto ukimpa kitu anakipokea. Hata ukimpa sumu, unaweza kumpa kitu kibaya akakipokea. Mtoto mdogo. Lakini hata kuambia kwamba usinipe staki ngoja nikajinunulia hapa. Mungu anatualika katika wokovu bure na anatumia neno maji. Twende katika tunarudi kwenye Isaya 55 pale tulipoanzia anaposema mwenye kiu aje
anywe. Haya maandiko kuthibitisha kwamba ni wokovu, ni injili ya Yesu Kristo, ni neno la Mungu. Twende katika kitabu cha Yohana. Haya maandiko yalikuwa yanapatikana sana katika, tunayaona habari za maji ya kunywa, maji ya uzima wa milele. Tunakumbuka Yesu alikutana na yule mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo. Hayo maandiko Yesu anayarejelea hivyo hivyo. Mlango wa 4 mstari ule wa tuseme mstari wa 14 kwanza. Yohana 4:14 anasema hivi. Kuanzia 13, Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Unaona kwamba maji yanayoongelewa katika kitabu cha Isaya huku yanafafanuliwa na Yesu Kristo mwenyewe kwamba ni uzima wa milele ambao ndio wokovu. Na anasema leo hii watu wanapenda maji kama aliyokuwa anataka kunywa yule mwanamke Msamaria. Hawataki maji ya Yesu Kristo. Yesu anamwambia hapana, kuna maji aina mbili. Kuna haya ambayo wewe unachota kwenye kisima, ndio yasiokuwa na uzima wa milele. Ndio maji ya kawaida. Lakini anasema maji nitakayowapa yatakuwa ni uzima wa milele, na uzima wa milele ndio wokovu. Uzima wa milele ndio wokovu. Hem, tusome maandiko hayo katika Yohana 7:37. Tulikuwa Yohana 4, twende Yohana 7. Yohana 7 mlango wa 7 wa Yohana mstari ule wa 37, Biblia inasema mstari wa 37, Biblia inasema mlango wa 7 Yohana 37 anasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu aje kwangu anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Unaona kwamba sio maji ya kunywa kawaida. Na unaona kwamba analiunganisha na aniaminie mimi. Kwa hiyo maji yanayoongelewa katika Isaya, na ambayo Mungu anasema kwamba tusitumie hela zetu tukayapata kwa gharama, na yale tunayopata ni fake, sio maji ya kweli. Ndio haya Yesu Kristo anasema, mimi mwenye kiu aje ani. Lazima tuwe na kiu na wokovu. Na kiu na wokovu kwa sababu kumbuka yule tajiri kwenye Luka 16 pale. Kulikuwa kuna Lazaro na tajiri. Tajiri alipokufa alienda katika moto. Kilichompeleka sio utajiri wake. Tajiri unaweza kuwa ulichangie. Kilichompeleka ni kutokuliamini jina la Yesu Kristo. Lazaro alikuwa ameshamwamini Yesu na tunamuona mara nyingi sana. Na mpaka alimfufua. Lakini yeye alienda kwa ushupavu wake. Yamkini alitaka kununua kwa utajiri wake. Kununua maji ya fake. Anasema alipokuwa motoni anateswa, aliona kiu nyingi, akasema naomba mtume Lazaro angalau, namwambia Ibrahim akachovye kidole chake akaje akaupoze ulimi wangu kwa kiu na moto. Ndicho Mungu anachosema, mtu yote anayeona kiu, yani ambaye anajisikia hukumu, kwa sababu mwanadamu yeyote yule, haijalishi ni matendo yangu ya kwako ya yeyote yule, yeyote asiyeliamini jina la Yesu Kristo, njia yake ni hukumu ya jehanamu. Kwa sababu Biblia iko wazi inasema hakuna tendo lolote lile ovu, tendo lolote dhaifu. Tulisoma katika Ufunuo 21:27 pale na 28. Anasema hakuna tendo lolote la dhambi litakalopenya kwenda katika mbingu za Mungu wetu. Yesu anasema basi mwenye kiu, mwenye kupungukiwa aje kwangu anywe. Tutaendelea turudi katika kwa hiyo tunaona kwamba neno la Mungu, wokovu wa Yesu Kristo, na Biblia inasema yote atakayeamini jina la Yesu Kristo kinywani, moyoni mwake, na kulikiri, kutamka kwa kinywa, na kulitia jina la Yesu Kristo, Bwana niokoe, naomba nina kiu, anasema huyo ataokoka. Sio matendo yetu, sio sadaka zetu, sio kwenda sana kanisani, sio kuimba kuliko Rozi Muhando ambaye anaanguka na mapopo kila siku, sio kitu kingine chochote kile, bali ni kulitia jina la Yesu Kristo,
na kujua kwamba tuna kiu ya wokovu na hatujiokoi wenyewe, tunaokolewa kwa jina moja la Yesu Kristo. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba yangu isipokuwa kwa njia yangu. Yohana 14:6. Kwa hiyo tukianzia hapo tunajua ni nini hiyo ndio kiu. Hayo ndio maji ambayo tukiyaomba kwa Yesu Kristo anatupa, anasema hatutaona kiu wala hatutaona njaa kamwe. Tutaona njaa za miili yetu. Miili hii Biblia inasema katika Matendo ya Mitume 15:31 inasema sio 31 ni kwenye 51 pale. 51:54 pale. Anasema mwili na damu haviwezi vikaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo anaposema maji anaongelea maji ya neno lake na wokovu wake na uzima wa milele ambao tunaupata katika roho, sio katika mwili. Kwa hiyo watu wanataka maji ya mwilini. Watu wanataka ukienda wabarikiwe wapate vitu vingi, wapate maduka, wapate nini? Sawa, lakini hivyo sio wokovu. Hivyo ndio fake hivyo wanavyosema. Kwa sababu mtu yote, hakuna mtu aliyewahi kuwa tajiri akawa navyo, akapata vya dunia, baraka za Mungu, akaondoka navyo. Vyote unaviacha hapa. Kwa hiyo anasema hiyo ni fake kwa sababu havikufikishi mbali. Haviwezi kufikisha mbali. Yamkini Mungu anataka tuwe navyo. Hakuna ubaya. Lakini maji halisi ya Yesu Kristo ni wokovu wake, ni kuisikia sauti yake, ni kusikia neno lake, ni kumtii. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Kwanza. Hivi vitu vingine vyote viweke pembeni. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, mengine yote mtapewa kama ziada. Leo hii watu hawataki kupata hivi vitu vingine kama ziada. Wanataka kupata kama ndio vya msingi, alafu wokovu hauwezi kaugeuza hata siku moja ukasema kwamba ndio uje kama ziada. Wokovu hausimami kwenye nafasi isiyo ya kwako. Hapana. Ama una wokovu ama una hukumu. Vitu vya duniani unaweza kuwa navyo 100%, unaweza kuwa navyo kama Dangote, unaweza kuwa navyo kama yote yule, lakini wokovu ni ama unao ama huna. Huwezi kusema kwamba nitauleta nyuma. Hapana. Wokovu ni wa kwanza. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, haya mambo mengine yote ni nyongeza. Je, nyongeza ipo? Ukiambiwa ninakupa nyongeza, ni nyongeza kweli, lakini usiifanye kwanza. Turudi katika Isaya 55, tumeona sasa wokovu kwamba ni bure. Anasema tumepewa bure, tueni bure. Lakini naomba tuende mistari ya mstari wa 3 panasema, mstari wa 3 Isaya 55 anasema tegeni masikio yenu na kunijia. Watu wataka kumjia Yesu Kristo. Anasema sikieni nafsi zenu zitaishi. Unaona kitu kitakachofanya nafsi ziishi ni nini? Ni kusikia. Biblia inasema imani huja kwa jinsi ya kusikia, na ni kusikia neno la Mungu. Rumi 10:17. Leo hii watu hawataki kusikia neno la Mungu. Mimi nakuomba wewe unayenifuatilia, unayetufuatilia hapa, na wewe uliokusanyika hapa, tuwe na kiu ya kusikia. Wanasema aje mtu asikie, tigeni sikio. Sikiliza Isaya mlango wa kwanza mpaka mlango wa 66. Sikiliza Yeremia mlango wa kwanza mpaka 40 mpaka 52. Sikiliza Mwanzo mlango wa kwanza mpaka 50. Sikiliza Ufunuo mlango wa kwanza mpaka 22. Sikiliza Injili, sikiliza kila neno la Mungu. Mimi nasema kila neno la Mungu lina pumzi ya Mungu. Na linatufaa kwa ajili ya kutufundisha na kutukamilisha. Biblia inasema. Lakini leo hii watu wanapenda kwenda wakisikia imefurika mistari miwili mitatu ya neno la Mungu, umewaudhi. Hawataki hizo habari. Lakini wakisikia sasa unaopa story, ukawachezea na nyimbo, ukawa unafanya hivi, alalalala. Mbona mtafurahishana sana? Biblia inasema sikieni sauti yake. Sikieni sauti yake. Kwa habari ya kusikia, tuende mbele tusikie. Mstari tushausoma lakini tuusome tena. Yeremia 7:22 Biblia inasema. Yeremia 7:22. Hii mstari tushaisoma lakini tuirudie tena. Yeremia 7:22 anasema maana sikusema na baba zenu
wala sikuwaamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri, lakini naliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu. Basi sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu, mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru mpate kufanikiwa. Na hapo ni kufanikiwa rohoni na mwilini. Anasema hivi, mambo ya sadaka wajitafutia wenyewe. Mimi niwaambia mlisikize neno langu. Nikamwambia tuko Isaya 56:57, mwe tayari kusikiliza, ndipo mtakapokuwa watu wangu, mimi nitakuwa Mungu wenu. Mkienda kufanya vitu vingine, mimi sitakuwa Mungu wenu. Mstari wa 24 anasema, lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao. Mungu anachukizwa sana tusiposikiliza na kutega sikio lake letu. Anasema, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si kwenda mbele. Leo ndivyo makanisa yalivyo. Mungu anawaambia, mimi sijawaambia mniletee hivi vitu vingine. Sijawaambia chochote, niwaambia mnisikilize sauti yangu. Nikiongea katika kitabu cha Yeremia, nikiongea katika kitabu labda cha Wafalme, nikiongea katika kitabu cha Waamuzi, nikiongea katika Kumbukumbu, mnisikilize. Nikiongea katika Warumi, nikiongea katika Wakorintho wa kwanza wa pili, mnisikilize. Lakini wao wakaenda wakajitengenezea mashauri yao. Tuende tusome katika kitabu cha Isaya. Isaya mlango ule wa 29. Biblia inasema Isaya 29 mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Kama Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana mbali nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Wameagizwa na wanadamu. Haleluya. Nenda kalete Bwana Mungu sadaka nzuri sana. Haleluya. Na anasema ni maagizo ya wanadamu hayo. Huku nyuma Mungu anasema, mimi niwaambia mnisikilize sauti yangu. Wao wakaenda kujitafutia mashauri yao waliofundishwa na wanadamu. Leo hii naweza nikasema hakuna kanisa Tanzania nzima, sijui nchi za jirani, lakini nazo nikazisemea kwa kiasi. Lakini tuseme ambalo liko tayari kusikiza sauti ya Mungu, kusoma kwa mfano kitabu cha Isaya. Leo tuko kwenye mlango wa 55. Akawa wamekusanyika wakasoma mlango wa kwanza, wakaenda wa pili, wa 5, wa 10, wa 20, wa 40, wa 50 na 1 na 2 na 3 na 55, wanaelekea mpaka kwa mlango wa 66. Hawawezi. Kwa lugha nyingine, maandiko haya yanasema hawako tayari kuitega sikio lao. Ukiwauliza, tuko busy tunajenga makanisa makubwa sana. Leo kuna kanisa moja sijui liko hapo Makabe, sijui inaitwa Shekina, sijui Presbyterian, sijui. Kila siku wanapiga picha, wanaonyesha jinsi wanavyomjengea Mungu. Biblia inasema sicho hicho nilichowatuma. Sicho hicho. Daudi alitaka kumjengea Mungu nyumba. Mungu akasema, hapana Daudi, wewe hauko msafi kiasi. Utanijengea nyumba gani mimi? Na kama ni kunijengea nyumba liwe ni jambo la pili. Sasa kuna faida gani ya kunijengea majengo makubwa alafu mnakutana kuongea mambo yenu? Si mara 100 mkutane chini ya mti. Msikie sauti yangu. Ndicho Mungu anachosema katika Isaya 55 leo. Ndicho anasema katika Biblia nzima. Kwa hiyo tuwe tayari kumsikiliza Mungu kwa jinsi anavyotaka, sio kwa jinsi tunavyotaka. Anasema watu hawa wananiabudu mdomoni, Bwana tunakupenda. Bwana utuonekanie Bwana. Na mikono imeinuka, Bwana asante sana Bwana tunakupenda sana. Biblia inasema mkinipenda mtalishika neno langu. Mtamsikiliza. Isaya anasema nini? Ukisoma katika Yohana, Yesu alifanya mjadala mrefu sana kuanzia mlango wa 6 mpaka wa 12. Alikuwa anajadiliana sana na Wayahudi na Mafarisayo. Wako wanaambia sisi Bwana ni uzao wa Ibrahimu, na Ibrahimu hatujawahi kuwa mateka, hatujawahi kuwa watumwa. Akasema ninyi najua ninyi mko huru kweli. Hamko chini ya utumwa. Kwanza walikuwa chini ya utumwa. Walikuwa chini ya mamlaka ya Warumi. Walikuwa wanadanganya. Kwa sababu Pilato alikuwa anawatawala akiwa sio Muisraeli. Lakini wakamwambia sisi sio watumwa wa mtu. Sasa anasema okay, ninyi si amdhani kwamba hamna tatizo sawa, sio watumwa wa mtu. Lakini pamoja na hayo ni watumwa wa dhambi. Akasema
wakasema sisi baba yetu ni Ibrahim. Akasema najua baba yenu ni Ibrahim. Sawa. Lakini hamtaki kuyasikia maneno yangu, kwa hiyo mnanidanganya. Mngekuwa baba yenu Ibrahimu, kama angekuwa baba yenu kweli, mngekuwa mnasikia maneno haya, kwa sababu nishuhudia mimi. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba watu ni wepesi wa kusema kwamba bwana tunakuabudu tuko, lakini Mungu anasema hapana, hizo ibada zenu sio za kweli, ni mafundisho ya wanadamu. Ukitaka kuniambia kwamba mtu anafundishwa na Mungu, awe tayari kuisoma Biblia yote nzima. Aikubali yote. Imshinde, aiweze, lakini akiwa ameisikia. Huwapati. Na Mungu ndicho anachosema, anarudia, anasema tegeni sikio. Hebu tuende mstari wa 4, sitaongelea sana. Unahitaji mjadala mrefu kidogo, lakini sio mgumu sana. Pia anasema angalieni, nimeweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kwa kiongozi na jemedari. Neno jemedari kwenye Biblia linamaanisha Yesu. Unaenda katika Ufunuo 19, Yesu anakuja kama jemedari. Yesu anakuja kama simba wa vita. Kwa hiyo na hii ukiona watu wanakuambia Isaya ni tuna wakati, habari za ujio wa jemedari Yesu Kristo, ujio wa pili unaongelewa huko. Na tumemwona kuanzia mlango wa 52 tukaja mlango wa 53 mateso yake yote kama injili ilivyotokea akautimiza wote. Mlango wa 54 wote ulikuwa, kama tunakumbuka, ulikuwa unaongelea watu tasa, mwanamke tasa na mwanamke mwenye kuzaa. Akasema hawa waliokuwa matasa, waliokuwa hawana matumaini, watu wa mataifa waliompokea Yesu Kristo ndio matasa. Anawaambia panueni makazi yenu, watoto wenu ni wengi, kwa sababu Biblia inasema watu wanaoamini Yesu Kristo ni wachache, lakini watatoka katika mataifa yote, tofauti na ilivyokuwa kwenye taifa la Israeli iliyokaa miaka 1400 na Yesu na Mungu na Yesu vile vile, lakini halikuzaa hata Wasamaria. Lilibaki lenyewe na likawa linaendelea kupotea. Lakini Yesu alipokuja, dunia nzima ikasikia habari zake, walio tayari kuokoka wakaokoka, wasio tayari wanaendelea kuhukumiwa sawa na wale wa Israeli. Ndio huo mstari unachoongelea, mstari wa 4. Tuje mstari wa 6 ambao unahitaji kuusahisha. Anasema, tunarudi kwenye Isaya 55. 6 anasema hivi. Isaya 55:6 anasema kwenye Biblia ya Kiswahili anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Huo ni uongo na umepotoshwa. Na ili ni fundisho la msingi, nitalianza leo lakini tutakuja kulifundisha huko mbele. Mungu hapatikani muda wote. Kwa hiyo King James ambayo ndio Biblia kweli, hizi zimepitia kwenye mikono ya waharibifu. Mwenyekiti wa chama cha Biblia Tanzania ni watu wasiomwamini Yesu Kristo. Na katibu wake kiko hapo Dodoma. Kwa hiyo wanalibadilisha jinsi wanavyotaka. Ukisoma kwenye King James mlango wa 55 mstari wa 6 anasema, seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Kuna wakati Mungu anakuwa hapatikani, anasema muiteni akiwa bado yuko karibu. Kabla hatujafafanua, twende kwenye baadhi ya maandiko tuone kwamba Mungu hapatikani muda wote. Kuna wakati wa kuwa na Mungu, kuna wakati anaondoka. Anasema imetosha. Imetosha. Twende katika tuanze na Yesu alivyomalizana na Wayahudi. Twende katika Mathayo 28. Ni fundisho kubwa ambalo nitaligusa kwa maandiko machache, yamkini likibaki bila kufafanuliwa vya kutosha ni sawa kwa sababu ya ukubwa wa hili andiko. Mlango wa 21 Mathayo mstari wa 43 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu ndio Mungu mwenyewe, utaondolewa kwenu. Yaani ulikuwepo, baadaye unanyang'anywa. Utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Sihitaji kwenda kwa undani zaidi. Kwa hiyo unaona kwamba kuna wakati ufalme wa Mungu ulikuwa unapatikana, lakini baadaye unaondoka. Isaya anasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana.
Wokovu kwa mfano haupatikani muda wote. Kwa sababu wokovu lazima kwanza atoke mhubiri aliyeokolewa yeye mwenyewe, aende ampe mtu injili, yule mtu aamini, akishaamini aliitie jina la Yesu Kristo, aamini moyoni na kukiri kwa kinywa, aokoke. Ni vitu ambavyo havitokei kila wakati. Lakini pia mwanadamu, Biblia inasema katika, sitaenda huko, tunaujua ule mstari maarufu sana, Ebrania 9:27, Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Mungu anasema mtafuteni Mungu bado mkiwa hai. Kwa sababu leo hii kwa mfano, mtu anakuambia mimi nitaokoka, mimi bado kijana, niache kwanza nienjoy maisha. Mungu anasema hivi mtafuteni, hujui inawezekana kesho ukawa hauko hai tena. Anasema wakati uko hai, wakati una nafasi ya kupokea wokovu, upokee, mtafute Bwana, mpate Bwana kipindi hicho. Kwa sababu huwezi kujua. Kwa sababu mtu akisha kufa hana muda tena wa Bwana. Kwa hiyo mtu anapokufa wokovu unakuwa haupatikani tena. Leo unawaambia leo sijui wamekataa kumzika, tunaogopa anaweza kaenda mtu hata akifa, hata akitupa barabarani wapi kama mbwa. Ile ni heshima tu ya mwilini. Tena ni kwa waliobaki. Yeye hana ijara, hana kumbukumbu, kinachobaki ni kusimama mbele ya hukumu ya Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tafuteni Bwana, mtafute Bwana tukiwa bado hai. Wakati unapopatikana, Biblia inasema wokovu ni sasa. Kwenye Wakorinto wa pili 6 pale, wokovu ni sasa. 6:2. Sio wakati mwingine. Kwa hiyo Mungu anasema vile vile, anasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Kuna kwa mfano, twende katika kitabu cha Zaburi 32. Hii hoja kwamba Mungu hapatikani muda wote. Na kila mtu lazima Mungu ampe nafasi. 32:6 Biblia inasema hivi. Zaburi. Ni kitu ambacho Yesu alikuja kukikamilisha, lakini ni neno la Mungu la muda mrefu. Kwamba Mungu hutupa nafasi ya kuokoka, sio hatupi nafasi mara 1000 wala mara 100. Anatupa labda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nasema nimemalizana nao. Anasema tazama sasa wokovu unaondolewa kwenu, unapelekwa kwa mataifa. 32:6 Biblia inasema, Zaburi anasema, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Yaani kuna wakati unapopatikana, Mungu anapokuwa mtaua ni mcha Mungu. Mtaua. Mtu mcha Mungu, mtu anayempenda Mungu, ambaye yuko tayari kusikia sauti ya Mungu, ambaye yuko tayari kuokolewa. Na huwezi kuwa mtaua bila kuokoka. Ni wokovu, inaanzia kwenye wokovu. Anasema wakati bado unapopatikana. Kwa hiyo kuna wakati ambapo Mungu hapatikani. Tuende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 17. Luka 17 mstari wa 22 Biblia inasema hivi. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu, msiione. Unaona kama kuna wakati mtu na Yesu yuko katika roho, hapa alikuwa katika mwili na roho. Leo Yesu yuko katika mwili. Anasema siku zinakuja, asema Bwana, mtatamani sana kuiona siku ya mwana wa Adamu, msiione. Leo hii Tanzania hii kwa mfano tuna uhuru wa kuabudu. Dunia sehemu kubwa watu wana uhuru wa kuabudu, wana uhuru wa kupokea injili, kuna uhuru wa kuokoka, kuna uhuru wa kumfanyia kazi Mungu, lakini wakati bado Bwana yuko wazi, yuko anapatikana wokovu huko bure. Itafika wakati ambapo kuna nchi nyingine kwa mfano ukionekana una neno la wokovu la Biblia, unasagwa wakati mara moja wakati wa kitu. Huwezi kujua ni wakati gani haya mambo yatakuja. Na hizo nchi ukienda katika historia, nchi kama Asiria, injili ilianzia pale. Kanisa la kwanza Wakristo katika Mathayo 10 katika Matendo ya Mitume 13, Wakristo wanaanza kuitwa Wakristo katika kanisa la Antiokia, ambalo liko Syria leo. Lakini leo hii ukionekana na Biblia una kuonekana au mkionekana mnasali au ni kitu ambacho sio cha kawaida sana pale. Lakini ndipo injili ilipoanzia. Anasema tazama sasa
Wokovu utachukuliwa, utaondolewa kwenu, utapelekwa kwa mataifa. Wakati huo ulipokuwa kule huku haukuwepo. Na huku yamkini kuna wakati wa na uhuru wa kuabudu, wa kuokoka, wa kutangaza, kumhubiri Yesu akajulikana kwa mataifa, kuna wakati utakuwa hapo, hiyo nafasi haipo. Sema mtafuteni Bwana wakati bado akiwa karibu, wakati bado hajaenda mbali, wakati bado anapatikana. Kwa lugha nyingine sisi tuloko hapa tupeleke injili ya Mungu, tufanye kazi ya Mungu wakati bado kuna nafasi ya kufanya hivyo. Na ni nafasi nzuri sana mpaka sasa. Lakini haipo muda wote. Wakati wote haipatikani wakati wote. Kwa hiyo tulichojifunza hapa kwanza tumesahisha mstari. Anaposema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Maadamu ni kwamba kwa vile bado anapatikana, kwa vile anapatikana, yani kama yupo muda wote. Hapana. Anasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. While he may still be found. Wakati bado anaweza kupatikana. Wakati bado tukiwa hai. Wakati bado kuna nafasi ya kupeleka injili bila kuomba kibali. Kuna wakati unakuja. Sasa hapa jirani tu. Sasa hivi kwa mfano Rwanda kuna makanisa nadhani kuna sheria ya ajabu ajabu watu waweza kupeleka injili bure. Leo hii watu wanaenda kwenye makanisa wanalala wanapiga kelele, wanapiga kelele zao, hapigi kelele za Bwana. Kuna wakati watatamani uhuru wa kupiga hizo kelele za Bwana wasiupate. Wakati walipokuwa nao walikuwa wanapiga kelele zao. Walikuwa wanapiga kelele zao. Anasema wakati unakuja. Asema Bwana. Ni lini? Ni baada ya sasa. So anasema wokovu ni sasa. Baada ya hapo wokovu haupo tena. Kwa hiyo tumeusaisha sio maadamu anapatikana, ni kwamba wakati bado anapatikana. Na ikitukumbusha kwamba Mungu hapatikani muda wote. Hem tusome katika kitabu cha tusome katika kitabu cha tusome Waebrania 12 kitabu cha Waebrania kiko karibu na mwisho wa Biblia pale. Ukitokea mwisho unaanza na Ufunuo, unarudi nyuma Yuda, unakuja Yohana watatu wa pili wa kwanza, Petro wa pili wa kwanza, Yakobo ndio unakuja kwenye Waebrania hapo tumetokea mwisho Waebrania mlango wa 12 Biblia inasema Waebrania mlango wa 12 mstari ule wa 16 anasema hivi. Waebrania 12:16. Biblia inasema hivi. Anasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu. Yaani mtu ambaye anaenda tu, dunia hii ina tabia mbili, kutokumcha Mungu na kufanya uasherati. Hiyo ni tabia za dunia leo. Sio watu wanakifanya sana. Anasema asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu. Kama Esau aliyeuuza urithi wake wa kwanza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Anaenda mbele mstari wa 17 anakuwa na utafsiri. Anasema maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi. Anakuambia nafasi ya Mungu kupatikana ipo wakati fulani. Baada ya hapo usiwe kama Esau mimi na wewe ambaye alicheza na nafasi ya Mungu, lakini alipokuja kuitafuta sasa kifikiri inapatikana akakuta mlango umeshafungwa. Mlango umeshafungwa. Biblia inasema Yesu anasema bwana harusi atakapokuja akafunga mlango, watu ndipo wataanza kumgongea tunataka utupe wokovu. Anasema hapana, mlango ulikuwa wazi, nilikuwa nimefungua mlango. Kwa nini hamkuwahi kuingia kwenye harusi? Wewe mkasubiri tu nimefunga mlango. Basi Bwana hapatikani muda wote. Ndicho tunachojifunza. Tutakuja kujifunza somo zito linaloonyesha milango ya rehema inafungwa wakati gani. Mlango wa kwanza wa rehema unafungwa mtu anapokufa. Hapo Bwana anakuwa tena hapatikani.
Kama alipatikana alishapatikana. Kama hakupatikana basi. Mlango wa pili wa rehema tunakuja kuona anasema hao watu anasema yeyote atakayesema neno baya juu ya mwana wa Adamu. Nitatoa tu iko milango kama 7 hiyo. Mmoja nitataja miwili. Anasema watu wana uhuru wa kusema neno baya juu ya Yesu. Unajua unaweza kumtukana Yesu, Yesu ukamlilia akakuokoa. Sema Yesu nishakutukana. Na wengi tunamtukana. Hivi kumtukana Yesu ni nini? Ni pamoja na kutenda matendo ambayo ameyakataa. Sio lazima utukane kwa kinywa. Kinywa ni kama hatua ya mwisho, lakini tunamtukana Mungu. Anasema tunamsulubisha Yesu kila siku kama Pilato alivyomsulubisha, kama Mafarisayo na Wayahudi walivyomsulubisha kila siku. Na tushaisoma katika kitabu cha Waebrania. Lakini anasema baada ya hapo ukikiri kwa moyo kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wako na mimi. Na anasema kuamini kwa moyo na kukiri kwa kinywa unaokoka. Lakini kitu alichotahadharisha sema yeyote atakayesema neno baya juu ya Yesu Kristo atasamehewa, atapata wokovu akiutaka. Maadamu yuko hai. Lakini yeyote atakayefanya hivyo juu ya Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu, sema hata samehewa katika mlango katika ulimwengu huu na hata ule ujao. Katika ulimwengu mpya na mbingu mpya hawezi kusamehewa hata ingia. Na inapatikana katika Marko 3 nitakuja kuieleza mwishoni pale. Na sio kitu chochote kile kwamba sijui umemsema msiji roho wa Mungu wachungaji, manabii wa uongo na wa kweli na wote ni binadamu kama mimi na wewe. Una uwezo wa kusema kitu kibaya juu ya Yesu kasamehewa. Si zaidi sana kufanya kwa nabii wa uongo na nabii wa kweli. Anachosema ni yule roho, na ilikuwa inamhusu Yesu. Ile roho ilikuwa juu ya Yesu aliyokuwa anafanyia kazi. Hakuwa anaongelea mtu yote anaamka leo unajiita nabii usiniseme chochote. Bwana hutumia kujilinda. Sio hicho. Mtu anajiita nabii leo kesho anasema kwamba umemsema Roho Mtakatifu. Wewe sio hivyo. Lile andiko liko wazi, nenda kasoma Marko 3 yote. Mwishoni pale anaeleza vizuri. Ni kwa vile wale watu walikuwa wanasema kwamba yeye kama Yesu aliyekuwa amebeba Roho wa Mungu, mwili hauna shida. Mwili wa Yesu Kristo ulikufa, akapewa mwili mpya. Huo alikuwa hana shida. Alikuwa ana shida na ile roho iliyomo kwenye ambayo ndio Roho wa Mungu mwenyewe alikuwa anafanya kazi juu ya Yesu Kristo. Nasema sasa ile Roho wa Mungu ndio Mungu mwenyewe. Sasa huu mwili nilioupata na ulikuwa wakati mwingine walivua nguo, wakaudhalilisha. Huo hauna shida. Useme tu vyovyote haina shida. Mbaya ni ile roho aliyekuwa juu ya Yesu Kristo. Sasa watu wote waliosema kwamba Yesu Kristo sijui anamtoa pepo kwa jinsi ya Beelzebul. Kwa roho kwa shetani. Hao ndio ambao hawawezi kusamehewa katika ulimwengu wa sasa na ulimwengu ujao. Na wapo hata leo wote mtu yote akimsema Yesu kwamba leo hii wanamuita mwana wa haramu. Amina. Sawa? Wako ambao hawaelewi walidanganywa. Wakigeuka wakaeleweshwa kwa sababu walikuwa wamedanganywa, wanaweza wakapona. Lakini wale ambao ndio wenye kujua kweli, wanajua kwamba Yesu kweli ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu, wanajua kabisa. Lakini wanakuja wanageuza wanasema ndio shetani. Anasema hao hawawezi kusamehewa leo hata. Na ndio sababu Mafarisayo wengi hawakuwahi kusamehewa. Makahaba walisamehewa sana. Mmoja yuko katika mlango wa 8. Yule mwanamke kahaba aliyekamatwa akifanya uzinzi. Alisamehewa, lakini wale walikuwa na mshtaki hawakusamehewa, waliondoka na dhambi zao vile vile kwa sababu walikuwa wanasema Yesu anafanya kazi kwa nguvu za Beelzebul. Hawakutukana mwili wa Yesu, walitukana Roho wa Mungu. Mbele tumalizie. Basi katika kumalizia anasema anasema maneno, tusome mstari, tulikuwa mstari wa 6 tuende mstari wa 7. Anasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Hii mistari unaposoma katika Agano la Kale, Mungu anakuwa anatuonyesha kwamba mara nyingi tunapookoka, sio kusema kwamba tunaacha dhambi. Dhambi unaweza bado utazifanya katika mwili. Kwa sababu Biblia inasema huu mwili hautakaa uokoke na hautaenda mbinguni na hauwezi ukaurithi ufalme wa mbinguni. Lakini vile vile unapookoka ni jukumu la Mkristo, hasa anayekula neno la Mungu kila siku, kuishinda dhambi. Lakini msingi mkubwa ni wokovu.
Lakini ni pamoja na kujifunza kuishinda dhambi. Na ndio tunachohubiri mara nyingi. Tunakihubiri sana kushinda dhidi ya dhambi. Nasema Bwana nimeweka neno langu moyoni mwako. Nimeweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi. Ndicho Mungu anachosema. Mstari wa mwisho wa 7 mwishoni pale anasema naye arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Na kuna neno lilikuwa limetokea maandiko hayo tuyatafute katika kitabu cha wakati wa kufunga tuyatafute katika kitabu cha Waebrania. Nitaenda haraka. Waebrania 8:12 Waebrania 8:12 alikuwa anaelezea maandiko ya Yeremia, lakini ngoja tusome katika Agano Jipya kwa sababu Yeremia ndiye aliyeandika kwa mara ya kwanza. Mlango wa 12 Waebrania 8 tunaenda haraka kidogo, anasema kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena, akimaanisha mtu yeyote atakaye okolewa kwa kuamini jina la Yesu Kristo. Anasema si kwa jinsi ya matendo yetu wala si kwa jinsi ya kuzikataa dhambi, si na kumkataa shetani na uovu wake wote, badala yake ni kumwamini Yesu Kristo. Anasema ni dhambi zake sitazikumbuka tena, nitasahau. Ndio haya maandiko anasema mstari wa 50 na mlango wa 55 wa Isaya mstari wa 7 mwishoni anasema naye atamsamehe kabisa. Neno kabisa ni jumla kabisa ni hakuna kinachobaki. Anasamehe dhambi zetu zote kwa sababu ya wokovu. Mstari wa 8 mpaka mwisho nipo pale wanasema mawazo ya Bwana na mawazo ya wanadamu. Unajua leo hii wanadamu, huu mstari wa 8 tuusome kidogo, anasema maana mawazo yangu si mawazo yenu wala njia zangu si njia zenu si njia zangu, asema Bwana, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Leo hii wanadamu wanataka kupambanisha mawazo yao na ya Mungu. Yaani wanataka watafute wokovu wa jinsi yao. Tafute wokovu kwa jinsi yao. Watafute elimu kwa jinsi yao. Yaani dunia inataka kujiongoza. Dunia haitaki kuongozwa na Mungu. Hata kidogo. Lakini Mungu anasema hapana, mawazo yangu yako juu sana. Na mawazo ya Mungu sehemu nyingine Mungu anasema kwa wanadamu, mawazo ya Mungu anasema wanayaita upumbavu. Na Mungu anatulia tu, anakubali. Anasema wakati unakuja. Kwa mfano anasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza katika angalia, Mungu anasema kwa mfano wokovu, anasema mimi nitawaokoa watu wangu kwa upuuzi. Kile wanachokiita upuuzi ndio wokovu. Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 21 anasema kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu, kwa hekima yake Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi walile neno lililohubiriwa. Mungu anaokoa watu walioamini kwa upuuzi wa neno lililohubiriwa. Leo hii mahubiri kama haya tunayohubiri ni upuuzi. Haya, yani ni upuuzi kabisa. Na sina shida nao. Mungu anasema sasa kama wala kwangu wameleta upuuzi, je la kwako si. Anasema kama wamefanya hivi kwa mti ule ulio mbichi, wamelikataa Yesu Kristo. Je, si zaidi sana neno lenu? Watalikataa? Ndio, watalikataa. Je, mimi nimetoa wokovu wangu, si wameleta upuuzi, nitaokoa watu kwa jinsi ya upuuzi huo. Yaani wataliamini jina langu moyoni, watalikiri kwa kinywa, wataokoka. Watu hao watatafuta matendo, watataka kununua wokovu kwa fedha zao. Nataka niwasaidie watoto yatima wote, na ni kuwasaidia kwenye TV, baada ya hapo vitu vyote anavichukua tena. Anasema kwa jinsi hiyo huo wokovu hautawafikiria. Mungu anasema sasa kwa jinsi hiyo kile mnachokiona ninyi mawazo yangu ni juu sana, hamwezi kuyaona, kwenu itakuwa ni upuuzi. Lakini ndivyo watu wanavyookolewa kwenye upuuzi huo. Mstari wa mwisho namalizia kuonyesha ni hii mistari mingine ilikuwa shahitaji mstari wa 10 kwamba neno la Mungu halitamrudia bure. Neno la Mungu tulikataa, tusikubali. Mungu aliumba dunia kwa neno, Mungu ataihukumu dunia kwa neno. Vitabu vitafunguliwa, Mungu anaokoa kwa neno,
Mungu anatenda makusudi kwa anasema hakuna neno la Mungu litakalodondoka bure. Kila kitu kitatimizwa. Anasema tusome Mathayo 5 kwa sababu huu ni mstari mzito sana. Okay, tungeweza kusoma kwa Mathayo 5 lakini tulisome katika ufupi Mathayo 24. Mathayo 24 ndo liko kila sehemu lakini tulisome kwa Mathayo 24. Mathayo 24:35 Biblia inasema hivi. Mathayo 24:35 Biblia iko wazi inasema Shina 4:35 Biblia inasema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mungu anasema neno langu haliwezi kanirudia bure. Watalikubali litadumu. Watalipokea litadumu. Litatimiza makusudi yake. Anasema halitarudi litatimiza vile vile lilivyotaka. Nilitaka watu waokolewe litawaokoa wanaookolewa. Nilitaka wahukumiwe litawahukumu waliohukumiwa. Nilitaka lisikike katika masikio ya watu watalikataa wale niliowachagua kulisikia watalisikia vile vile. Anasema vile vile litatimia ndio anasema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Maneno ya Yesu Kristo yanakubaliwa leo? Hapana. Lakini anasema hayatapita. Tabaki hivyo hivyo ndio ataenda mpaka siku ya mwisho wa hukumu. Mtu ayakubali asiyekubali yatadumu milele. Mstari wa 12 tumerudi tena kwenye Isaya 55 12 na 13 Mungu anatuonyesha baada ya wokovu sasa atatupa nini. Anasema tu katika lugha ya picha. Mstari wa 13 kwa mfano anasema badala ya mchongoma utamia msonobari na badala ya mbigini muhadesi. Jambo hili litakuwa ni la kumpatia Bwana jina kwa sababu sema watu watakapookolewa basi waliokuwa wameteswa, waliokuwa wameumia, waliokuwa wamemtumainia kwa muda mrefu wote watapata mema ya Mungu aliyoandalia wale wamchao wale walioitwa kwa jina lake. Habari za mbinguni na wokovu ni nyingi sana, hatutaenda huko lakini tunajua kwamba Biblia inasema jicho halijawahi kuona, jicho halijawahi kusikia, halijawahi kusikia wala moyo haujawahi kufikiria mambo ambayo Mungu amewaandalia watu walio wacha Mungu wake, watu waliookolewa kwa jina lake. Tutaishia hapa. Baba, tunakushukuru tena kwa nafasi nzuri ya wokovu ya kujifunza tena neno lako siku ya leo, siku ya Alhamisi leo. Asante Mungu kwa upendo wako. Sasa tunakushukuru, tunaomba neno hili Mungu likatimize makusudi yako kama ulivyosema, na hata mtu anayefuatilia kutoka mbali Mungu kampe nafasi ya kujifunza na kukupenda na kuokolewa kama yalivyo makusudi yako. Kwa sababu Mungu umesema furaha yako ni wanadamu wote waifikirie toba, wafikirie wokovu, waweze kuokoka na hukumu ya milele. Baba, bariki kila mmoja aliyejihudhurisha, tubariki katika siku zinazoendelea, katika kazi yako yote Mungu, tupe uzima miili na roho, tupe kula na kunywa, tupe kufanikisha, tukinge na maovu na mabaya na mashambulizi ya mwilini. Bariki nyumba zetu, bariki kazi zetu, bariki uhai wetu. Bariki Mungu wa mbinguni, neno lako linavyoendelea kuwafikia watu. Mungu wa rehema, tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kupokea. Amen.